Ripoti yetu leo inaelezea kwamba je, Uturuki itaingia vitani na Israel kutokana na hali ya mambo kuvurugika kati ya nchi hizo mbili. Katika mahojiano ya hivi karibuni, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akijibu swali kuhusu msimamo mkali wa wanasiasa wa Israel dhidi ya Uturuki, alisema kuwa Ankara haitasita kuingia vitani iwapo itashambuliwa. Ingawa maneno haya hayawezi kuchukuliwa kama tangazo la moja kwa moja la vita dhidi ya Israel, bila shaka yalikuwa ni onyo kali. Kiongozi huyo wa Uturuki aliweka wazi msimamo wa Ankara, akisema Uturuki haitafuti kuingia katika mgogoro wa kijeshi, lakini uchokozi wowote dhidi yake utajibiwa kwa hatua madhubuti. Hata hivyo, Erdogan hakuonyesha nia yoyote ya kushambulia kwanza. Alionyesha tu kwamba njia za kidiplomasia za kuizuia Israel zinazidi kupungua nguvu. Maneno ya Erdogan yanahusiana moja kwa moja na mkataba wa pamoja wa ulinzi wa Maka uliotiwa saini tarehe 7 Agosti na Uturuki, Saudi Arabia na Pakistan. Kanuni yake kuu inakumbusha ibara ya 5 ya NATO ambayo inasema kuwa shambulio dhidi ya mwanachama mmoja litachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya wanachama wote. Mkataba huo wa ulinzi unahusisha utaratibu wa kijeshi, mazoezi ya pamoja, kubadilishana taarifa za kijasusi na kupendekeza ushirikiano katika sekta ya viwanda vya ulinzi. Uturuki, Saudi Arabia na Pakistan zinaunda mfumo wa wenyewe wa kuzuia uchokozi, na ingawa bado si NATO ya Kiislamu kamili, ni zaidi ya tangazo la urafiki tu. Mwitikio wa Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mkataba huu ulikuwa wa kuvutia. Aliukaribisha mkataba huo akiuita hatua kubwa inayoonyesha umoja wa nchi za Mashariki ya Kati. Kwa mtazamo wa kwanza, inaonekana ni jambo linalopingana na mantiki kwamba Washington imeidhinisha mfumo unaopunguza utegemezi wa washirika wa eneo hilo kwa dhamana za usalama za Marekani. Hata hivyo, mkataba wa Maka si muungano wa kijeshi dhidi ya Marekani, bali ni makubaliano dhidi ya ukiritimba wa Marekani katika kuamua kanuni za usalama wa eneo hilo. Kuna tofauti kati ya dhana hizi mbili, ingawa tofauti hiyo inaweza kupungua kadiri muda unavyozidi kwenda. Uturuki, Saudi Arabia na Pakistan zote zina malalamiko yao dhidi ya Washington. Uturuki haijaridhishwa na uungaji mkono wa Marekani kwa wanamgambo wanaohusishwa na chama cha wafanyakazi wa Kurdistan PKK nchini Syria, kuondolewa kwake katika mpango wa ndege za kivita za F-35 na uungaji mkono endelevu wa Marekani kwa Israel. Saudi Arabia pia inahisi uchungu kutokana na mwitikio hafifu wa Marekani dhidi ya shambulio katika miundombinu yake ya mafuta wakati wa uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran, na haina tena imani kwamba dhamana za Marekani zitailinda wakati wa hatari kubwa. Pakistan kadhalika inaona uhusiano wake na Washington kuwa wa kutegemea hali au wakati husika. Baada ya miongo kadhaa ya ushirikiano, Islamabad ilikabiliwa na vikwazo na kupungua kwa maslahi ya Marekani kufuatia kujiondoa kwa Marekani nchini Afghanistan, huku uhusiano wa Washington na India ukizidi kuimarika. Hitimisho lililofikiwa na nchi zote tatu ni rahisi. Ingawa inawezekana kushirikiana na Marekani, kukabidhi jukumu la usalama kwa Washington kikamilifu hakutekelezeki tena. Mchango wa Uturuki katika muungano huu ni wa nguvu kubwa ya kijeshi na sekta ya ulinzi inayoendelea. Kwa upande wake, Pakistan inachangia uzoefu wa kijeshi na hadhi yake ya kuwa na silaha za nyuklia, na Saudi Arabia inaleta rasilimali za kifedha pamoja na ushawishi wa kisiasa. Kwa pamoja wana uwezo wa kufanya mazungumzo na Washington, si kama washirika watatu wanaotegemea msaada, bali kama muungano huru. Kwa nini basi Trump anaridhishwa na makubaliano haya? Dhana ya kujilinda kwa nguvu za kikanda inaendana na kanuni yake ya muda mrefu kwamba washirika wa Marekani wanapaswa kubeba gharama na majukumu zaidi. Zaidi ya hayo, kupinga makubaliano hayo ya hadharani kungemaanisha kukubali hoja za Marekani na kusukuma nchi hizo tatu kuelekea uhuru mkubwa zaidi. Washington inanufaika kwa kukubali muundo huo mpya na kudumisha ushawishi kupitia NATO, mauzo ya silaha, ushirikiano wa kijasusi na uhusiano na nchi mbili. Hatimaye Trump anaweza kuwasilisha hali hiyo si kama kudhoofika kwa Marekani, bali kama mafanikio ya sera yake mwenyewe, mfano wa jinsi washirika walivyounga ili kugawana mzigo wa pamoja. Lakini je, hali ya sasa Israel inaweza kuanzisha mashambulizi dhidi ya Uturuki? Kutokana na hali ya mambo inavyozidi kwenda, Israel imeamua kupambana vilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kinachoonekana sasa ni kwamba Israel inatafuta ufalme katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kuitegemea Marekani. Mashambulizi ya hivi punde nchini Syria na namna viongozi wa Israel wanavyojibu kutokana na namna Uturuki inavyojiweka huko Mashariki ya Kati, hasa Syria, kuna uwezekano mkubwa wa mashambulizi kuelekezwa katika taifa hilo la Kituruki.
Lakini je, Erdogan yuko tayari kweli kupigana na Israel? Ingawa vitendo vya kulipiza kisasi vinawezekana, vita vikubwa vinavyopangwa awali haviwezekani. Uturuki haivutiwi na mzozo wa moja kwa moja. Vita vitaathiri uchumi wake ambao tayari umeharibika, na bila shaka vitasababisha mgogoro ndani ya NATO, kuathiri uhusiano wake na Marekani, na vinaweza kuongezeka haraka zaidi ya mzozo wa pande mbili. Israel inaelewa kwamba vita na Uturuki vina hatari kubwa zaidi kuliko operesheni dhidi ya watendaji wasiokuwa serikali au migomo dhidi ya majirani dhaifu. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein.